Na hii ndio njia rahisi kabisa ya kuweza kuwini matangazo ya Facebook pamoja na Instagram ukiwa na bajeti ndogo sana. Ni mbinu ambazo of course watu wengi hawazitumii kwa sababu sio rahisi mtu kuweza kuzijua kwa namna ambavyo nimekuwa na experience kubwa, lakini pia nimekuwa nikifuatilia watu wengi wanapofanya matangazo. Sio rahisi kuweza kuzikuta hizi mbinu kwa watu ambao wanafanya matangazo juu sana kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Na kwenye episode ya leo, episode ya 50, naenda kukupa bonus ya hizi mbinu 4 ambazo ni rahisi kuweza kuzitumia kwenye kutangaza, ambazo zitakuchaji wewe kiasi kidogo sana cha pesa kwenye matangazo yako, kiasi kwamba haitakuhitaji kuwa na bajeti kubwa sana kuweza kuuza kwa wateja wengi. Lakini pia ni mbinu ambazo hakuna mtu ambaye anazitumia, especially kwa hawa ambao wanafanya matangazo kibongobongo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuisikiliza hii episode ya 50 kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu mbinu ya mwisho ni mbinu ambayo ni rahisi na unaweza ukaianza hata kesho na ukaendelea kufanya matangazo yako na yakakuletea matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Mbinu ya kwanza, hakikisha unafanya retargeting ya watu ambao tayari umeshawafikia. Retarget wale watu ambao wana engage na wewe kwenye posti zako, retarget watu ambao wamekufollow, retarget watu ambao wana like, wana comment. Watu wale ambao una engage nao kwenye hizo page zako ni watu ambao ukiwafanyia targeting ni rahisi kuweza kuwapata kwanza, lakini itakuchaji wewe kiasi kidogo sana kuweza kuwafikia. Vile vile licha kwamba itakucost kiasi cha chini sana kuweza kuwafikia, ni aina ya watu ambao utawahamasisha ama utawashawishi kiurahisi kabisa, kwa sababu ni watu ambao tayari wanakujua, ni watu ambao umeengage na wewe mara 2-3, kwa hiyo they already know kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuweza kuwapata in term of cost ya kuweza kuwafikia, lakini pia katika namna ya utumiaji wa nguvu kuweza kuwashawishi wachukue product yako ama service ni rahisi sana, kwa sababu tayari wanakufahamu, tayari wanaengage na wewe. Kwa hiyo hautatumia nguvu kubwa sana kuweza kuwashawishi. Na hiyo ni namba 1. Namba 2, hakikisha unatumia look like audience kutoka kwa wale wateja ambao tayari umeshawafikia. Yani hii tunaifanya retargeting, tunafikia wale ambao tayari wanaengage na sisi, lakini tukizungumzia look like ni kwamba tunawafikia wateja ambao wana sifa za kufanana na wale ambao tayari tumeshawauzia. Kwa maana hiyo ni kwamba Instagram na Facebook hawatotumia nguvu kubwa sana kuweza kuwatafuta, badala yake wataangalia nature ya hawa audience ambao uko nao na nature watu ambao wanatafuta ile look like audience. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuwafikia, ambapo utatumia cost ya chini kabisa kuweza kuwafikia, lakini pia itakuwa ni rahisi kuweza kuwauzia kwa sababu tayari watakuwa wana zile element ambazo zinafanana na wale wateja ambao tayari umesha wauzia. Kwa maana hiyo ni kwamba hautotumia nguvu kubwa sana kuweza kuwashawishi. Lakini pia namba 3, hakikisha una test zile ad creative, nazungumzia picha pamoja na video ambazo tunazitumia kwenye matangazo yetu. Before huja run tangazo seriously, make sure una litest, na unaweza ukatest labda kwa organic, even unaweza ukatest hata kwa kulipia budget kidogo, and then the way ambavyo utaona kama lina impact kubwa sana, unaweza ukaliongezea budget yako na ukafanya matangazo ambayo yatakuwa ni vizuri zaidi, lakini pia utafanya tangazo kwa cost ambayo itakuwa ni ya chini. Na namba 4 ambayo ni ya muhimu sana kuanzia leo uanze kuitumia kwenye matangazo yako ya Facebook moja na Instagram, ambayo itakurahisisha wewe kuweza kupata watu wengi kwa cost ya chini. Hakikisha unatumia short videos kwenye matangazo yako. Kama kuna ulazima wa kutumia video kwenye shughuli za matangazo ambayo unayafanya, na actually sidhani kama kuna biashara ambayo haiwezi kuhitaji short videos. Na nikizungumzia short videos, sizungumzi hizi ambazo unaanza wewe sijui hello wateja wetu, wapenzi wetu, sijui kama kawaida sijui tumefanyaje. No, kuna aina ya short videos ambazo unaweza kuzitumia kwenye matangazo yako na zikakuletea matokeo ambayo yako bora zaidi. Kwa mfano, zile short videos ambazo zinaonyesha kazi ambayo unaifanya, kama labda unamiliki ni kiwanda let's say, ama unamiliki ni biashara ya kuweza kuosha nguo, basi unaweza kutengeneza ka video kadogo tu kana kuonyesha mchakato namna ambavyo unafanya. Lakini pia kama unauza dawa, hakikisha unatengeneza zile short videos ambazo zinaonyesha labda zina address tatizo ambalo unalitatua, and then unawapeleka katika hatua ya pili, the way ambavyo inaonekana baada ya kuwa umetatua tatizo, and then na direct kwako kwa ajili upate videos. Kwa hiyo ukitumia short videos ni njia ambayo ni rahisi sana kwa soko la sasa hivi kuweza kupata wateja wengi kwa namna ambayo itakuwa ni njia rahisi, lakini pia itakuwa na engagement kubwa sana, kwa sababu the more unavyokuwa na engagement ndivyo hivyo pia the more ambavyo Instagram na Facebook wanakushushia cost. Kwa hiyo ukitengeneza video ambayo ni interactive sana, itakurahisisha wewe kuweza kutengeneza matangazo ambayo utayatangaza kwa gharama ya chini sana, na itakuwa ni rahisi kuweza kuwauzia wateja, kwa sababu actually
matangazo ya video ni miongoni mwa matangazo ambayo yanafanya vizuri sana, lakini si matangazo ambayo tunatengeneza wengi wetu. Haya kwanza na Hello kama vile nimeyazungumzia, wateja wetu, mzigo mpya, sisi tumefanyaje, ni aina ya video ambazo haziwezi kukupa matokeo mazuri kwa sababu zimekaa kimatangazo, hazijakaa kwa ajili ya kuweza kushawishi zaidi, na mtu akiona tu mtangazo, wengi sana wana kawaida ya kuskip hayo matangazo na hawaangalii kabisa. Kwa hiyo the best way ambayo unaweza kaifanya ni kutengeneza matangazo ambayo yanaonekana ni kama content za kawaida ambazo wanakutana nazo. Itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuwashawishi, even hata kuongeza engagement ambayo nimezungumzia kwamba inakupa nafasi wewe ya kuweza kutangaza kwa gharama ya chini, kwa sababu Instagram na Facebook algorithm inakuwa inaona kama ni vitu ambavyo vimekubalika sana. Kwa hiyo wanakuwa hawana hiana kuweza kukusupport kwenye hicho kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo hizi ni mbinu 4 ambazo unaweza ukaanza kuzitumia kwenye matangazo yako na zikakuletea matokeo ambayo ni mazuri kwa gharama ya chini kabisa. Ya kwanza nimezungumzia retargeting, lakini pia pili nimezungumzia namna sahihi ya kutumia look like audience. Vile vile nimezungumzia kutest ad creatives, na nimezungumzia hii ya mwisho kubwa ya kutumia matangazo ya videos ambayo nimesema ni miongoni mwa matangazo ambayo yanaleta matokeo mazuri sana. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata maarifa ambayo utaenda ukayatumia katika kutengeneza biashara, lakini pia kutangaza biashara yako kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram kwa namna ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kwa ajili ya kuweza kuboresha hiyo biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali share naye, lakini pia usahau kuniachia comment umejifunza kitu gani na kipi ambacho unawish kujifunza kupitia episode za podcast hii. Mimi naitwa Joram Tanzania.